Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Hassan Chizenga, kaka yetu, mwalimu wetu, katibu baraza la ulama, Sheikh Rajab Kiongiza, kadhi wa mkoa wa Arusha na kiongozi wa uendeshaji wa ibada ya hija, Sheikh wa wilaya ya Ubungo Sheikh Maulidi Kidebe, kaka yangu Sheikh Uthman Zubair, mratibu katika mambo ya hija, maujaji watarajiwa na wanafunzi wetu wa Darul Maarif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyoelezwa kwa leo ni siku ya iftitah, ufunguzi wa semina na maelekezo ya ibada ya hija, na la kufurahisha ni kwamba chombo hiki cha Waislamu, Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, ni chombo kikongwe katika usafirishaji wa mahujaji, ni chombo chenye wanawachuoni bobezi katika uelekezaji wa mambo ya hija, lakini itosheke kwamba ndo mnakuwa nyuma ya kiongozi na rais wa Waislamu Tanzania, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Dr. Abu Bakri bin Zubair bin Ali Mbwana. Maana yake kama tungekuwa naye kwa umacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake nyinyi ndio mngekuwa mnasafiri na Mtume Muhammad, lakini kwa kuwa mtume hatunaye kimacho, basi mnasafiri na kiongozi ambaye ndio wakala wake wa kusimamia mambo ya Uislamu duniani na kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ni fahari kubwa kusafiri na taasisi kwanza ya kwenu, lakini mkiwa nyuma ya kiongozi wenu kwa siku zote. Mlipo yupo, mnapotembea yupo, mnapopanda yupo. Kwa hiyo hii kwanza ni tunu. Kilichobaki ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki na uzima na mambo ayafanye kuwa ni sahla, kila kitu kiende kama kilivyopangwa. Jambo la pili, mnatarajia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Ibada ya hija imegubikwa na maelekezo na mafunzo mengi sana, mafunzo ambayo yanatusaidia katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo kila mmoja atege sikio lake vizuri, na kwa kuwa nyinyi mpo chini ya Mheshimiwa Mufti, na Mheshimiwa Mufti ana wasaidizi wake, akiwemo huyo ambaye leo tunaye hapa, katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Chizenga. Asipokuwepo yeye, yupo Sheikh Rajab Kiongiza. Hao ndio makocha, hao ndio wakufunzi wa mahujaji wa BAKWATA. Dakika zote 90 wanasimama wima kuhakikisha kwamba mnapata ushindi kwa uchamungu. Dakika zote 90 kuanzia sasa mpaka mnarudi, mnaachana ya poti pale insha Allah. Hawa ndio watu ambao wanaoshika steering usukani
wa kuhakikisha kwamba ibada zenu zinasihi vipi. Kwa hiyo kama mchezaji ukiwa ni wa Yanga, hupaswi kupata maelekezo kwa kocha wa Simba, na mchezaji akiwa ni wa Simba hapaswi kupata maelekezo kwa kocha wa Yanga. Kweli sio kweli? Na ukijulikana utaonekana wewe ni msaliti. Maelekezo ya jumla ruhusa, lakini kuna yale maelekezo ya msingi ya ndani ya taasisi, kwamba BAKWATA maelekezo yetu kwa mahujaji wetu 1, 2, 3, 4, 5. Sasa wewe usikopi maelekezo mengine, kwa sababu sasa hivi maelekezo yapo mengi katika viganja vyetu vya mikono kupitia simu zetu. Ikawa sasa unawachanganya mahujaji, huku Sheikh Hassan Chizenga amekuelekeza vingine, na uko nje kwa Yanga na Simba umesikiliza mengine unawaletea mahujaji. Huko ni kukosa nidhamu ya wakufunzi wetu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nawasisitiza, lile unaloambiwa hapa, utaratibu unaopangiwa hapa, huyo ndio mwalimu wako, ndio kocha wako wa timu hii ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA. Kwa hiyo ukiwa na makocha zaidi ya 3 katika ibada ya hija, utayumba na utawayumbisha mahujaji. Kwa hiyo hilo kwanza tulisafishe kuanzia hapa kabla watu hawajaondoka, kwa sababu tukifika kule uwanjani kuna kutekelezwa ibada, ndio kabisa nidhamu hii inatakiwa. Naweza mkajikuta katika hoteli moja mnayokaa kuna taasisi 2, 3, kuna BAKWATA, kuna taasisi nyingine X, kuna taasisi nyingine O. Sasa wewe mahujaji mnapishana, wakati mwingine mnakutana labda katika mambo ya makulaji, mambo ya hivi. Sasa lazima usikilize kwamba kiongozi wangu kanambiaje, ratiba yetu sisi BAKWATA tumeelekezwa vipi. Hili ni jambo ambalo linatakiwa katika hija, na ndio mafunzo tunayoyapata. Hamtosomeshwa somo la nidhamu, isipokuwa yale mafunzo ya hija yenyewe yanaonesha kwamba Muislamu discipline, nidhamu ni kitu cha msingi katika maisha. Kwa hiyo hili tunalikumbusha mapema kwamba kila mmoja ahakikishe kwamba anafata na kusikiliza maelekezo ya makocha wake wanaompa taaluma. Msije mkapotoshana. Nilimsikiza shehe fulani bwana. Shehe fulani bwana maarufu sana, nimemsikia akasema hivi kuhusu nyinyi leo mmeitwa, huu ndio unyago wenu, mnaanza leo kupikwa hapa. Mambo ya kidini, mambo ya kisheria, lakini pia na mambo mengine yanayotakiwa kuzingatiwa kwenu. Kwa hivyo ujanja unatakiwa ubaki nje ya ukumbi huu. Hata kama kuna mtu ni mjanja sana hivi sasa, kubali kuwa mjinga. Swali Mtume, ujanja wako ukiuingiza hapa, basi unaweza ukaharibu ibada yako ya hija, na unaweza ukawasumbua watu. Hata kama umefungua macho, umesoma 2 matatu ya dini, lakini muda wa kuwa umeamua kusafiri na Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, basi wale makocha, mashekhi ambao wanaotupa maelekezo, hao ndio tunaotakiwa kukamata maneno yao, kusikiliza maelekezo yao. Na ukifanya hivyo, wewe ndio utakuwa mjanja. Utakuwa mjanja. Na ukijiona wewe ni mtu ambaye unajua kila kitu, basi hija yako hii itakuwa ni ya usumbufu, na utawasumbua viongozi kuanzia hapa mpaka huko. Kwa ule usumbufu, kuna watu huwa wanapotea hata hapa airport tu ya kawaida hapa Dar es Salaam, wakaanza kutafutwa. Wewe ndio mara yako ya kwanza mwingine kuingia pale, basi unatakiwa kuwa muangalifu. Jamani, tusubiri hapa, tukae hapa. Ni mambo ya nidhamu, ni lazima tuyazingatie. Mwisho, kila mmoja ajipambe na sifa
ya kwenda kurudi na salio la uchamungu na mabadiliko. Kila mmoja katika wale wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija ailazimishe nafsi yake kwamba mimi nakwenda kule, nikirudi nirudi na athari ya mabadiliko na uchamungu. Swali Mtume. Kama kuna jina zuri mtu anatakiwa kuitwa, basi aitwe mtu muswali. Mshamsikia mtu anaitwa huyu bwana mwenye kuswali, huyu anaitwa mwenye kutoa zaka. Sasa kuna watu wanakwenda hija kwa lengo la kutaka kwenda kuchukua jina, kwa lengo la kutaka kuchukua nini? Jina. Kama jina zuri kabisa ni lile jina la ibada ile ambayo tunaifanya usiku na mchana, ambayo ni nini? Swala 5. Hii hija yenyewe inakwenda kukutengeneza, inakwenda kukupa spidi ya kutekeleza ibada ya swala 5. Kwa hiyo ukienda alafu ukarudi hapa tena unasumbua watu, Sheikh Athmani Zuberi amekusimamisha, amesahau kukuita alhaji, ukamkasirikia, umeandikiwa barua ya mwaliko haikuanza na alhaji, ukakosa kwenda. Innamal a'malu binniyat. Siku ya mwisho Mungu utamuuliza, ile hija yangu ya 2026 iko wapi? Hija yangu ya 2026 iko wapi? Mungu atakwambia ile hija umeiacha Tanzania au umeiacha Maka. Nimeiacha Maka vipi? Wewe ulikwenda kufata jina na jina umelipata. Ulikwenda hija kwa ajili ya kufata nini? Jina. Uitwe alhaji, uitwe hajjat, na jina umelipata. Kwangu mimi huna chochote ulichokipata. Kwa hivyo katika jambo ambalo muhimu kabisa, kila mtu aanze kuitengeneza nafsi yake, aitengeneze nafsi yake kuanzia hapa. Ni fursa ambayo umeipata, basi uhakikishe kwamba unakwenda kuitekeleza. Utakuja kuelezwa kesho kiungiza, simu ndo zisiwe ibada. Mwingine kuanzia hapa umekaa tena hapo mitandaoni huko, kama vile ushakuwa alhaji kabla hujenda. Hapana. Na huko mnapokwenda masharti ya simu nayo yanazidi kila mwaka kuwekewa vikwazo vigumu. Mtu anazunguka pale tawafu na huku na simu, fujo hivi na hivi. Hivi vitu ni lazima muhakikishe kwamba mnafuata maelekezo ya kuviepuka. Yapo maeneo upo utulivu na upo wakati wa kuchukua kumbukumbu, lakini sio unapofanya zile ibada. Tushamuona mtu jamani anajipiga picha akiwa na swali. Umeswali alafu unatoa simu mfukoni unajipiga picha unatuma kwa watu. Sasa unapotufu ile tawafu, maana yake kule ndio tahiyatul masjid, au sio Sheikh Zuberi? Huko msikitini, ukiingia misikiti yetu hii, ukiingia hapa msikiti wa Bakwata, kablia yako ni kuswali rakaa 2 tahiyatul masjid. Lakini Makka kule tahiyatul masjid unatakiwa uzunguke Kaaba mara ngapi? Mara 7. Gumu hilo kwa mazingira yalivyo. Sasa tujiepushe sana na matumizi ya simu na mambo ya picha, kupiga, maana yake hayo yanatupunguzia ile thamani yetu ya nini? Ya hija. Unaweza ukarudi hapa habaa manthura, hija nyeupe kabisa, hamna chochote. Kwa hivyo tuwe makini kusikiliza na kuandika, ili tuhakikishe kwamba pesa tulizolipa milioni karibuni 20 na karibia, na wale wenye kuacha familia na zaidi. Sasa usije ukaipoteza bure, ukarudi na jina hija ukamwachia mufti mwenyewe. Kwa hivyo
hivyo haya ni mambo ambayo mnatakiwa kuyazingatia. Jambo la tatu, katika ibada ya hija kuna fursa kubwa sana. Kuna fursa za kuona kwa macho, na kuna fursa za kutenda. Naomba hizo mkazifanyie kazi. Mtapewa maelekezo. Ukishaiona ile Kaaba kwa mara ya kwanza, unatakiwa useme dua gani. Wewe usijilazimishe kusoma Kiarabu. Hawa viongozi wenu hawa, Sheikh Kiongiza, Sheikh Athmani Zuberi, waambie bana, mimi niandikie kwa Kiswahili. Usijilazimishe kwa Kiarabu, ile fursa ikakupotea kwamba nikishaiona al-Kaaba hapa niseme maneno gani, kipi nizungumze. Tulikuwa tunamsubiri katibu mkuu, naye amefika. Basi nimkaribishe katibu mkuu aweze kusema ya kwake, na yeye atamkaribisha katibu wa baraza la ulama. Falyatafadhali. wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viongozi wote wa meza kuu wakiongozwa na katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Saidi Chizenga, Sheikh wetu wa mkoa wa Pwani Sheikh Mtupa, kadhi wetu wa mkoa wa Arusha Sheikh Kiungiza, Sheikh wetu wa wilaya ya Ubungo Sheikh Maulid Kidebe, katibu wa jumuiya ya vijana Tanzania Sheikh Othman Zuberi, mahujaji wetu watarajiwa, wanahabari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani ziwe juu yake. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu pia kwa kutupa afya njema na kutupa uhai, hasa kufikia siku hii ambayo tunafungua semina hii maalum kwa ajili ya mahujaji wetu watarajiwa, ambao hivi punde katika siku chache zijazo tutaanza safari yetu ya kwenda katika kutekeleza moja ya nguzo za Uislamu. Tumuombe Mwenyezi Mungu mtukufu atupe uhai na afya ili tuweze kudiriki siku hiyo na tutimize ibada yetu kwa salama na amani, ili tupate yale yaliyotarajiwa. Kimsingi hapa ni mafunzo maalum, semina maalum kwa ajili ya ibada hii ya hija, na itatolewa na mashehe mbalimbali ambao watawaelekeza na kuwapa elimu kuhusu namna ambavyo tutatekeleza ibada yetu ya hija. Lakini mtaendelea kuwa nao bega kwa bega hadi kukamilisha ibada hii. Watakaoendesha ni mashehe kwa mujibu wa maelekezo tulionayo, lakini mimi kama katibu mkuu nimekuja hapa kutekeleza yale ya kiutawala ambayo tunayo katika kuwakaribisha na kuhakikisha kwamba taratibu zote zinazohusiana na mambo ya hija za kiutawala zimekamilika, na msiwe na shaka yoyote ile. Yale ya kitaratibu na kielimu mashehe wapo, watatoa vizuri sana, na mebahatika kuwa na katibu wa baraza la ulama ambaye ndiyo chombo kikuu kinachoongoza masuala yote ya dini katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na hapa nchini. Kwa hiyo nao mashehe pia ambao ni wazoefu. Kwa hiyo sina shaka katika hili
la kupata semina nzuri na maelekezo mazuri katika ibada yetu tunayotarajia kuifanya hivi karibuni. Wito kama viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa niaba pia ya Samahat Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwanza kabisa ni wito wetu ni ule wa kila siku, kuwaomba sana tusikilize maelekezo ya viongozi wetu tunapopewa maelekezo kabla hatujakwenda kwenye ibada yenyewe. Lakini kule tutakapofika pia tusikilize maelekezo ya viongozi wetu, kwa sababu ni mji ambao unakusanya idadi kubwa sana ya watu, na bila kuwa makini basi unaweza ukapata shida katika ibada ile. Lakini Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tuna uzoefu wa kufanya shughuli za hija kwa miaka mingi zaidi ya 50 na mpaka sasa. Kwa hiyo hatuna shaka katika shughuli zetu za hija. Kwa hiyo mtakuwa mko salama, lakini pia mtakuwa mmeambatana na kiongozi mkuu wa Waislamu Tanzania Samahat Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika safari yetu hii ya kwenda hija. Kwa hiyo sisi sote tutakao kwenda hija na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tutakuwa na bahati hiyo ya kuongozwa na kiongozi mkuu wa dini Tanzania Samahat Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, lakini pamoja na viongozi wengine waandamizi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Tunachoomba ni kutii na kufata yale yote ambayo tutakuwa tunapewa katika maelekezo ambayo mashehe wetu watatuelekeza. Lakini pia wito mwingine ambao kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na wasimamizi wa shughuli hizi za hija tunaendelea kuwaomba katika miongoni mwa yale mtakayokuwa mtapewa na viongozi wetu, lakini tunawasihi tukiwa kule katika miji ile mitukufu ya Maka na Madina tuzidishe dua na ibada na tuepuke yale yote ambayo pengine yanaweza kuharibu ibada zetu. Lakini kubwa zaidi tujiombee sisi wenyewe, tuwaombee wazazi wetu, tuwaombee viongozi wetu wa dini, tuwaombee viongozi wetu wa serikali, tuiombee nchi yetu amani, tumuombee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tukiwa katika maeneo yale matukufu, kwa sababu dua itakayosomwa katika maeneo yale au itakayoombwa katika maeneo yale itakuwa na baraka kubwa sana na itakuwa na fadhila kubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kama tunavyoelekeza miaka yote, tutakapokwenda kule tusisahau kuwaombea viongozi wetu, tusisahau kuombea amani ya nchi yetu, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi yetu inapita katika wakati ambao tumepata mtihani kidogo, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu busara kubwa. Na sisi tuwaombee wale wote watakaopewa dhamana katika kusimamia haya machache yaliyopita katika nchi yetu. Tunafahamu kwamba baada ya uchaguzi kuna yaliyotokea, lakini baada ya hapo kuna yanayoendelea, lakini pia tunaipeleka nchi katika maridhiano ya kweli ambayo yataleta umoja, mshikamano na amani katika nchi yetu ili tuweze kutengeneza maendeleo ya nchi yetu. Tufanye hili kwa dhati kabisa ili tuisaidie nchi yetu na tuwasaidie viongozi wetu waweze kutimiza majukumu yao kwa salama na amani. Lakini mwisho kabisa tuwaombee wale ambao pengine hawajapata kufanikiwa katika ibada hii ya hija. Basi Mwenyezi Mungu naye awajalie wapate ibada hii ya hija. Lakini pia tunapofungua semina hizi za hija leo katika mwaka huu ni mwanzo wa ufunguzi wa hija ya mwakani, mwaka 2027. Tunafahamu sote kwamba taratibu za hija zimebadilika kulingana na mamlaka za Saudi Arabia. Hija kipindi hiki inafanywa mapema sana. Kwa hiyo tunapomaliza tu huu mchakato wa hija ambao tumeuanza sasa hivi tumeshaanza kuandikisha mahujaji kwa ajili ya mwaka 27. Yale mazoea ya kwamba mpaka mwezi wa Ramadhani upite ndio tuanze kujiandikisha, ule umepitwa na wakati na umeisha. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunawahimiza wenzetu ambao bado hawajaingia katika ibada hii, tuwahimize kwa haraka sana. Wale wenye dhamira ya kwenda hija kwa mwakani basi wafike katika ofisi za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mapema iwezekanavyo katika mikoa yote Tanzania bara, katika wilaya zote Tanzania bara, katika makao makuu na hata kwenye kata, kwa sababu BAKWATA imeshuka mpaka kwenye kata na hata kwenye misikiti.
tuchukue wakati huu, tuchukue nafasi hii pia kuwahimiza vijana wengi ambao ni kundi ambalo halijahamasika vizuri katika kufanya hija, wafanye hija, kwa sababu tunaamini wengi wana uwezo. Wako vijana wengi wanamiliki magari mawili, matatu yenye thamani ya milioni 60, 70, lakini ibada hii ya kwenda hija hawajaitilia umuhimu. Kwa hiyo kila wanapokuwa na nia, basi Mwenyezi Mungu atawafanyia wepesi katika kuitimiza hija yao. Kwa hiyo tuwaombe sana, milango ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA pamoja na taasisi zingine iko wazi katika kusajili mahujaji wa mwakani. Lakini pia kwa sisi tunawasisitiza twende na BAKWATA, wazoefu wa hija kwa miaka zaidi ya 50. Kwa hayo machache ni wakaribishe sana, ni wanatakie kila laheri katika maandalizi mema ya semina hii, lakini pia maandalizi mema ya ibada yetu ya hija. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya katibu wa Baraza la Ulama, napenda tu niwafahamishe kwamba kikao hiki kiko live kupitia redio ya Sauti ya Qur'an. Kwa hiyo katibu mkuu amesikika mikoa takriban 11 na sauti yake imefika mbali, lakini na katibu wa Baraza la Ulama atasikika hivyo hivyo. Karibu sana Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sanadina wa shafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye umemaliza kuzungumza sasa, ndugu Nuhu Jabir Mruma, Sheikh wa mkoa wa Pwani Sheikh Mtupa, Sheikh Ungiza kadhi wa mkoa wa Arusha, Sheikh wa wilaya ya Ubungo Sheikh Debe, na ndugu yangu Athman Zuberi ambaye ndio anayetunawakilisha hili, waheshimiwa mahujaji wote wa kiume na wa kike mliopo hapa, ndugu waliowasindikiza wenzao katika jambo hili, niwamkieni tena kwa maamkizi mema marahimu. Itikie kwa sauti mara ya kwanza, meitika kwa sauti ya chini wachache. Niwamkieni kwa maamkizi ambayo maamkizi yenyewe ni dua. Sasa dua ile ikipokelewa matunda yake ni makubwa. Mungu atuamrisha tuamkiane kwa maamkizi hayo. Narudia tena kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya Mufti wa Tanzania ambaye yeye ndio alitakiwa awe hapa kama mgeni rasmi kufungua semina hii, napenda kushukuru kwa mimi kupata nafasi ya kumwakilisha yeye katika kikao kama hiki, kikao kikubwa sana cha mahujaji ambao jina lao haswa ni wageni wa Mungu. Hilo ndio jina ambalo mnaitwa. Mkienda kule nyinyi sio wageni wa yote, Mungu ndio mliomfuata. Sasa mimi kuwa katika nafasi ya kufungua semina ya kuandaa wageni wa Mungu, hili si jambo dogo. Nimshukuru Mungu kwa kutimia nafasi hiyo, na kwamba Mufti kuridhia niweze kumwakilisha katika jambo kama hili. Kisha nimwombe Mwenyezi Mungu anijalie katika ufunguzi niseme maneno ambayo ndiyo ya kusema haswa ya kuweza kunufaisha ndugu zangu mahujaji na Watanzania wote kwa ujumla ambao mnasikiliza mazungumzo haya, ambayo pengine mtakuwa mahujaji wa miaka ijayo au mliwahi kuwa mahujaji huko nyuma. Ibada ya hija ambayo ndio mnatayarishwa mwende mkaitende, Mwenyezi Mungu kaitaja
kwa sifa kubwa sana, na hilo mnatakiwa mlitanguza kwamba jala Allahu al-Kaabata al-Bait al-Harama al-Bait al-Haram qiyaman linnasi wa amna. Mungu ameijalia Kaaba tukufu, nyumba tukufu ya Maka, ni sababu ya watu kulingana sawa, sio watu wa Tanzania peke yao, bali ulimwengu mzima. Ndiyo sababu ya watu walingane sawa na sababu ya kudumisha amani. Ile Kaaba, nyumba tukufu ya Maka, Mungu kaijalia ni sababu ya watu kulingana sawa katika imani, katika uzuri wa tabia njema, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inama buithu liutamima makarim al-akhlaq, kwamba mimi Mtume Muhammad sikutumwa ila nimetumwa tu ili nikamilishe uzuri wa tabia njema. Kwa hiyo qiyama linnas, sababu ya kufanya watu walingane sawa katika tabia njema, wa amna, na sababu ya amani katika dunia. Ndivyo Mungu alivyojalia nyumba ile tukufu, hasa kwa ibada kama hii ya hija. Basi dunia itambue kwamba kipindi hicho ambacho Mwenyezi Mungu ameikusudia nyumba tukufu ya Maka iwe ni sababu ya ulimwengu kulingana sawa na amani kudumu, wakati wake ndio huu umefika. Pia mtambue kwamba nyinyi ambao mko hapa ndio wajumbe wa Tanzania ambao Mungu kawachagua muiwakilishe Tanzania katika kwenda kuchukua ulinganaji sawa, mtu kulingana sawa sawa katika kutekeleza mambo ya Mungu vile anavyotaka, ulinganaji sawa wa tabia njema. Na ndio mnakwenda nyinyi mkachukue ujumbe huo wa amani na tabia njema katika nyumba tukufu ya Maka, muusambaze katika dunia. Hilo ulijue wewe na alijue mwingine yoyote ambaye pengine mwaka kesho atakwenda, kwamba ajitayarishe vizuri, kwamba siku atapokwenda Maka, anapokwenda kutafuta kule, anakwenda kutafuta uzuri wa tabia njema wa mwanadamu, alingane sawa vile atakavyo kulingana na amani, na hakikishe akishavichukua viwili hivyo anavirejesha kwenye nchi yake, ili ulimwengu uwe ni ulimwengu wa watu wenye tabia njema na kulingana sawa na amani. Sasa Mwenyezi Mungu awajalieni wajumbe wetu nyinyi ambao mwaka huu ndio mtakwenda katika huo mkutano mkubwa wa dunia ambao hakuna mkutano kama huo ulimwenguni. Yaani shetani kajitahidi sana kutengeneza mambo, halafu yale mambo hapata watu wengi kweli kweli, mabonanza sijui manini, unakuta watu wajazana kweli kweli. Lakini Mungu ndio mshindi, katengeneza jambo lake. Hakuna olimpiki kusanya wa watu kama inavyokusanya Maka, hakuna World Cup ambayo yakusanya watu kama inavyokusanywa hija katika hija tukufu ya Maka. Sasa nyinyi ndio wajumbe wetu, na nyinyi ndio mtatuwakilisha kule. Na ndio maana Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa amezungumza vizuri, akasema mmoja ya majukumu ambayo mtakwenda kuyafanya kule, mtakapokwenda mhakikishe mnaiombea nchi yetu amani, mnaombea viongozi wetu taufiki. Hilo ni jukumu lenu, na kwa kufanya hivyo kwa wepesi sana mtakuwa mmebeba ule ujumbe wa amani na ule ujumbe wa tabia njema kuingia katika nchi zetu. Nchi yetu ya Tanzania hivi sasa katika mwaka huu imeingia kwenye tatizo, lakini tatizo hili limetokana na watu kuvunjika subira na kuona kwamba haina haja ya subira, na kwamba potelea mbali tawale. Na kweli baada ya kuingizwa fikira hizo zitakuingiza hapa tulipo leo.
tuanza kutaja idadi ya watu waliofariki, watu waliopoteza maisha, wengine watoto, wengine wadogo, wengine watu wazima, mali zilizopotea, ambayo imetokana na falsafa ya potelea pote iliyokuwa imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii, iliyokuwa imesambazwa katika makala mbalimbali ya watu kuweka rai, hadi mpaka tunahitaji sasa tuwe na kikao cha maridhiano kutokana na kulepo ile potelea pote tulioingiza katika nchi yetu. Hili ni jukumu lenu nyinyi mahujaji, muhakikishe mtakapofika Maka, yale mtakayofanya kule na tabia zenu mtakazokuwa nazo, mwambie Mungu basi, afu Mungu aseme kwa sababu nimeambiwa na watu walionitambua, naamua basi Tanzania iwe ni nchi ya amani. Hilo ndio maana kalitaja, kwa sababu mjue kwamba ule ndio mkutano ambao unaotengeneza dunia iwe ya amani, iwe na maendeleo. Hii ni katika yale ambayo tumependa tuwakumbushe ya nchi yenu. Hayo ni katika yale tumetaka tuwakumbushe ya nchi yenu, na msije mkadharau hata kidogo, mkafanyie kazi. Amesema mshairi, wamal harbu illa ma dhuktumu wa ra'aytumu wa ma huwa ankum bihadithin murajjami mata tabathuha zamima fadhalqahu kishafan thumma tuntiju wa tutimi. Asema vita mnavyovitaka, yani eti kuna Watanzania wanawatapania hivi vita, eti vita mwavijua nyinyi? Vita ndio hivyo ambavyo mmewahi kuvionja kwa siku zile 29 pale, kidogo mkaonja siku 3 tu na mkaona ugumu wake na uzito wake. Wama huwa ankum bihadithin murajjami, wala si hadithi ya kwamba ya kufanya kutungiwa kwa pakawa uisikilize, mmeiona wenyewe. Matata bahathuha, ikiwa mtataka mfufue tena janga kama lile, mtalifufua likiwa lina uvundo na kunuka vibaya sana, na litazaa, litajukuu na kutukuu na vilembwe. Halishi karibu. Angalieni katika nchi nyingine ambazo zimepitwa na mambo kama hayo. Hiyo Kongo haina utulivu. Angalieni Somalia, angalieni Libya, angalieni. Nyinyi ndio dawa yetu. Nyinyi ambao mnakwenda hija, nyinyi ndio mzungumze na Mungu mpaka Mungu aseme nazima. Inama amruhu idha arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Mungu akitaka jambo ni kusema kuwa likawa. Istighfari yenu mtakokwenda kufanya mkiwa mko kule, sio istighfari ya dhambi zenu tu, lilmu'minina walmu'minati, kwa nchi nzima. Ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mungu hawezi kushusha adhabu katika mji kama watu wake wanamuomba msamaha. Kwa hiyo mna jukumu zito sana mahujaji mtakao kwenda. Sisi tukiona nchi imetulia tutajua ni wale mahujaji wetu waliokwenda. Hili kwa upande wa nchi. Lakini kwa upande wako wewe mwenyewe alhaji, wewe ambao unayekwenda, naomba tambue kitu kimoja muhimu sana, na hili naomba nilitaje baada ya kueleza kisa changu kidogo. Ni kwamba na watajieni hili mlifanyia kazi vizuri, kwa sababu Mungu alinijalia mimi nikiwa na umri wa miaka 18 nikaenda kuishi Madina, mji wa Mtume. Lakini nimekwenda nikiwa mtoto mdogo miaka 18, nikakaa miaka 8. Lakini nimekwenda na utoto wangu, nikawa katika napita mitaa aliyopita Mtume, waliokanyaga Mtume, waliokanyaga maswahaba, lakini maskini nacheza tu. Mungu akanipa mtihani, nikarudi Tanzania baada ya kumaliza masomo, nikawa ni mkazi wa hapa. Ndipo nikajua
kumbe mimi nilikuwa katika neema kubwa kama ile. Natamani nirudi tena nikafanya umra, natamani nirudi tena nirejee hija zangu. Fursa kubwa kama hiyo nimepata, mmeipoteza. Mtu yoyote, hata nyinyi mkienda, ni vyema mnione kama mmepoteza ili muweze kukaa sawa, wala usione kama umepata. Sasa niliporudi nikabidi tena nikawa na hili nalitaja kwa watu wengine ambao wanalisikiliza. Redio yetu inasikika mbali na vyombo vya habari. Nilipoona kilio hicho, niliweka uradi wa kila siku wa masaa 3 na muomba Mungu anichukue tena anipeleke Maka na Madina. Nikawa naumizwa na ndege ikipita juu. Hii ndio ilikuwa napanda, nampeleka Maka. Mungu, wewe ambaye ukitaka jambo linakuwa, nipandishe tena niende. Kwa hiyo huu kama maneno kwa yule mtu aliyoko nje aliambiwa kwamba ujiandikishe mapema, ambaye anataka kuhiji. Unataka kuhiji, zungumza na Mungu, wala usitafute matajiri. Weka uradi wako, nuia, mimi Mungu nataka unipeleke. Basi Mwenyezi Mungu akanijalia. Hamwezi kuamini, sababu ya kwenda Maka alitokea mtu mmoja na hela zake, takafa kunitafuta. Sio kwamba mimi ndio nilikwenda, kanitafuta yeye mwenyewe. Hewa na wewe ulikaa kule Maka kule Majida, zile kanzu nzuri unajua zinaposhona haya, nakukatia tiketi ya umra hii, nataka ukashone kanzu 4. Allah. Lakini baada ya kuweka uradi wa kumwomba Mungu sana na saumu na nini, Mungu nipeleke, nikaenda bwana. Ilikuwa kama ndio naiona upya Kaaba. Ilikuwa ndio kama nauona msikiti wa Mungu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upya tena. Sasa nyinyi ndio mnakwenda. Sasa niwaulizeni, mnaamini kwamba mtakwenda zaidi ya mara 3-4 kabla Mungu hajachukua umri wenu? Dhana hiyo haipo, japo tunaombeni Mungu awapeni kama hivyo. Sasa ndio una karata moja tu ambayo inakaribia kutakiwa kama ina uhakika ya kwenda kuzungumza na Mungu, ili Mungu afute dhambi zako zote. Safari moja ambayo ukienda na Mungu kule ufanye ibada zizibe mapengo ya umri wako wote. Ibada ambayo si safari moja, ambayo hiyo ndio ukija kusimama kwenye sirati upite kama kalbarqil khatif, kama vile mweko unaometuka ghafla ukazimika, wewe ushavuka. Ambao katika ile sirati wala siratu kalalibu kashauki saadan, ambao katika sirati ile kila dhambi uliowahi kuifanya ewe alhaji, hata kama mkusengenya, hata kama kumwangalia mtu kwa dharau, hata kama mkudhulumu chochote, hata kama kufanya chochote, ushitengeneza ndoano zinazunguka hivi kwenye sirati, zikukamate, zikutie katika moto wa Jahannam. Wewe umepata bahati ya kwenda kufanya ibada ili ndoano zote zile zisikushike. Bali unakwenda kufanya ibada. Hiyo ibada pengine baba yako na babu yako waliotangulia nyuma anatamani huko aliko wewe ufanye ibada, na wewe mshike mkono mtoe kule aliko aingie peponi. Huendi kufanya kitu kidogo wewe. Kwa hiyo unatakiwa katika semina hii baadhi ya mambo ambayo tutakaelezeni ya kutayarishe wewe ukienda kule upate hicho ulichokitaka wa ziada. Bali sio tu kumwokoa babu na bibi aliyokuwa ametangulia, bali mwanao ambaye amekwenda upogo. Ukimweleza jambo hakusikilizi, umuombee
mpaka naye awe mwema. Wewe huna kazi ndogo. Amesema mshairi, ala kadri ahli alazmi taati alazaimu wa taati ala kadri alkirami almakarimu. Kwa kadri ya maazimio yako unayojenga sasa hivi kwenye semina hizi, ndivyo utakavyoyapata yale uliyoazimia. Umeazimia nini? Haya yote nataka wewe ni maazimio yako. Mimi nakwenda hija ili pale kwenye strati mpite kama upepo. Mimi nakwenda hija ili kaburi langu liwe pana kuliko ukumbi huu. Mimi nakwenda hija nikikusudia kwamba mule katika kaburi yangu kuwe na maesi na raha tupu. Shekh hapa akasema mimi nakwenda hija ili nikapate ucha Mungu utakaoniongoza maisha yangu yote, nisijikwae tena. Ahraktu min khalfi jamia marakibi innal hawa alla yakuna iyabu. Toka kule, ukitoka hapa, choma majahazi yote yanakupeleka katika madhambi, makusudi yako ni kutokuyarudia tena. Kwa hiyo una kazi kubwa. Yaweke yote hayo. Wanangu wote wanatakiwa napeleke peponi kwao. Allahu Akbar. Kwa hija yangu. Swali hapa nikueleze, tuna swala zetu sisi tuwaswali kila siku. Amesema mshairi mmoja, na ambayo ndio ilmu ambayo imetolewa katika ilmu yetu ya tasawuf. Kwenye tasawuf kuna mambo makubwa. Anasema Imamu Shafi siku moja alitoka na mwanafunzi wake Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mwanafunzi wa Imamu Shafi. Wakenda kumwona mtu mmoja anaitwa Shaiban Ar-Rai. Walipokwenda kule wakataka waende Shafi amemwambia, nakupeleka mwanafunzi wangu ukajifunze mambo ambayo sisi hatuyajui. Lakini wamekwenda porini wakamkuta mchunga mbuzi, ndio eti wajifunze kwao. Mwanafunzi akasema, utajifunza nini? Akamba wewe utajua. Tulipofika kule akamukuta yule Shaiban Ar-Rai anaswali. Aliposwali amemaliza swala yake, Ahmad bin Hanbal haraka sana akamuuliza, bwana naomba nikuulize maswali. Akamwambia haya niulize. Akasema tuswali umeswali swala yako, hebu nikuulize leo kama umesahau rakaa 3 au 4 kwenye swala ya dhuhuri unafanyaje? Kwa kamaona mchunga mbuzi, akamwona haelewi kitu. Akasema kama nimeswali rakaa 3 au 4 na shaka kama ni ngapi, nafanya nini? Akasema ndio nataka njoo utafanyaje. Akamuuliza, unataka nikujibu kwa madhehebu yako kwa madhehebu yangu? Akauliza, kwani wewe naona madhehebu? Akamba mimi nataka tunjue unataka nikujibu kwa madhehebu yako au ya kwangu? Akamba nataka unijibu kwa madhehebu yangu, yani madhehebu ya Imam Shafi na Ahmad bin Hanbal vile anavyojua. Akasema kwa madhehebu yenu nyinyi wawili mliokuja tabni ala al-yaqin, unajenga juu ya yaqini. So umejiuliza 3 au 4. Sasa ulizokuwa na uhakika nazo nzipi? Si 3. Basi zifanye kwa 3, ongeza raka nyingine, alafu ukija kumaliza utaswali sijda tasahau. Sada kapatia. Kashangaa kapatia bana. Haya kwa madhehebu yako. Ambia kwenye madhehebu yangu mimi unaswali halafu hujui umeswali raka ngapi. Wakati unazungumza na Mungu afu hujui umesujudu mara raka ngapi upo. Adhabu yako wewe ni kufunga siku 30 kumomba Mungu msamaha kwa kuwa umesimama mbele yake afu hamnazo. Na huenda wanaosikiliza kwa nje wakaona vitu vya ajabu. Hivi ni kitu kimeandikwa Shaiban Ar-Rai, ndivyo alivyomjibu Ahmad bin Hanbal na Shafi. Lakini hiyo ndio sunna ambayo kwenye vitabu vya fiki haipo, kwa sababu Umar ibn al-Khattab siku moja alikuwa anaswali. Alipokuwa akiswali akafikiria shamba lake, kiunga chake cha mitende. Alipomaliza swala, sijui hapo kifiki unafanyaje kama umefikiria shamba lako wakati mashekhe mpo watu wa fiki, umefikiria gari lako zuri wakati unaswali, unafanyaje?
hamna mushkil, imekwenda sawa. Sasa Umar bin al-Khattabi baada ya kufikiria shamba lile akasema, ya nafsi, huna adabu, unazungumza na Mungu, unafikiria vijishamba vijitende, kuanzia leo nakupa adhabu wewe nafsi, shamba lile si lako tena, ni la Mungu wako kuanzia sasa, shika adabu. Sasa sisi tuko na hija, tusiende tukaenda kuhiji alafu hija yenyewe kama mwangu haina uzito yote, inafanana na swala zetu ambazo mshairi asema, tusalli bila qalbin salatan bimithliha yakunu alfata mustawjiban liluqubati tadhallu kadatmtaha ghayra alimin tazidu ihtiyatan rak'atan ba'da rak'ati. Unaswali swala hali ya kuwa moyo haupo. Swala ya mtu mwenye kuswali namna hiyo, badala ya kulipwa thawabu anatakiwa aadhibiwe. Na ama si ndivyo tunasema kwamba mtu aweza kuswali afu swala ikamlani? Dhayaka Allah kama dhayatani, Mungu akupoteze kama ulivyonipoteza. Msiende kwenda kufanya hija alafu hija ikawalani ikasema Mungu awapoteze kama mlivyotupoteza. Lao kama mnanyasia ndogo tumalize mapema, maana maneno yenyewe matamu, hata mimi nasikia utamu, lakini ni yakatishe nsiende sana. Unaona bwana. Sasa basi kuna kitu. Sasa tunafanyaje mpaka tuweze kufanikiwa hivyo? Inatakiwa iwe ni homa yako. Mimi nimekupiga sindano upate homa. Sasa sije nkena mimi bure. Basi ukimkuta maskini, ngoja nimpe sadaka huyu ili Mungu natoa sadaka hii ili hija yangu iwe nzuri. Ngoja niamke usiku nifanye ibada na muomba Mungu ili hija yangu iwe nzuri. Umbembeleze Mungu ili akupe hija iliyokuwa safi, hajja mabruran, kwa sababu Mtume amesema mwenye kuhiji akawa kufanya mambo hovyo na akawa hija yake imekubaliwa, raja min dhunubika yawma waladatu ummuhu, utarudi siku hiyo kama siku uliozaliwa na mama yako, ukiwa umekubaliwa, dhambi zako zote zimefutwa. Kwa hiyo niseme hii ni khutba fupi ambayo kama mmekosea basi Mwenyezi Mungu aniwe radhi, simchafue mufti, nimemwakilisha mufti. Lakini kama makosa yangu, na katika yote niliyopatia ni ya mufti wangu ambaye ni shekhe wangu, ambaye mimi ni mwanafunzi wake, alinilea na alinisomesha, basi Mungu atujalie kwa ufunguzi huu nitakuwa nimeifungua semina hii kwa maelezo haya, semina ambayo itakujenga kivitendo, matendo gani uyatende kia hija, lakini kiroho na kifikra, ili urudi Tanzania ukiwa mwingine na nchi yetu ya Tanzania ijikute kwamba inaneemeka na inaepukana na mazito iliyokuwa nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Aende. Kwa hiyo Darweshi atafanya dua hapa kuiombea nchi, kumwombea mufti, kumwombea katibu mkuu, kuiombea safari ya mahujaji iende salama, kutuombea sote. Na hii ni ofa ya Mheshimiwa Mufti, katibu mkuu na mkurugenzi wa hija, kwamba Darweshi Mtewa mwaka huu inshallah tutaondoka naye na vyombo vyote vishuhudie na nchi ishuhudie. Na sasa anafanya dua maalum kuiombea nchi, kumwombea mufti na kuombea mahujaji wasafiri, na mambo yote yawe mepesi na semina pia iendelee kwa wepesi. Darweshi, karibu kwa dua. Lete vyombo vyote vya habari. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuombe Allah kwa dhati kutoka ndani ya nafsi yetu, kutokana na maelekezo waliotuelekeza maulama walio mbele yetu. Allah atufanyie uwepesi, atufungue nyoyo zetu, tuwe makini na kutekeleza ibada zetu za hija. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asionekane ile yeye anatuona sisi, atukubalie maombi yetu hai. Kwanza kumwombea mufti wetu wa Tanzania dua hii. Amin. Amin. Mungu azidishie umri. Amin. Pamoja na katibu wake. Amin. Kama si wao sisi tusingekuwa tulipata uongozi huu. Amin.
Mungu awanusuru balaa za dunia, Amin. fitina za dunia, Amin. shiriki za dunia, Amin. asadi za dunia, Amin. kutokana na baraka za mahujaji nyingi uliopo mbele yetu. Amin. Mungu atukubalie walide wao. Amin. Dua hii imlinde kiongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amin. bara na visiwani. Amin. Washirikiane kama wanavyoshirikiana Amin. kutuweka sawa sisi wananchi wake, ili tukae kwa amani katika nchi yetu hii. Vile vile na tunamtakia heri kama mama yetu mzazi, na sisi na mimi tunakubaliana kama si yeye, kama si mwanangu sisi tusingezaliwa. Sasa mwanangu akawa imamu kutuongoza sisi, tuseme alhamdulillah. Na mwenye huruma ndiye yeye. Mungu amlinde kwa amani. Tunyanyue mikono tumtaraji Mwenyezi Mungu kwa ufupi. Barakallah. Nyinyi mtasema ya Allah. Tunamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaluka man huwa Allahu alladhi nasaluka man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Al-Malik ya Allah ya Al-Qudus ya Allah ya Salam ya Allah ya Al-Mu'min ya Allah ya Al-Muhaymin ya Allah ya Al-Aziz ya Allah ya Al-Jabbar ya Allah ya Al-Mutakabbir ya Allah ya Al-Mukhaliq ya Allah ya Al-Mukhaliq ya Allah ya Al-Mubarik ya Allah ya Al-Musawwir ya Allah ya Ghafar ya Allah ya Qahhar ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Fatah ya Allah ya Alim ya Allah ya Al-Qadir ya Allah ya Al-Bast ya Allah ya Al-Khafi ya Allah ya Al-Mu'izz ya Allah ya Al-Mudhill ya Allah ya Samir ya Allah ya Basir ya Allah ya Al-Hakam ya Allah ya Al-Adil ya Allah. Tunakuomba wewe la ilaha illa Allah kabla kulli shay'in ya Allah. Tunakuomba wewe la ilaha illa Allah baada kulli shay'in ya Allah. Tunakuomba wewe la ilaha illa Allah nasallallahu ya Allah. Tunakuomba wewe la ilaha illa Allah wa natubu ila Allah ya Allah. Ya mujibu du'ana ya Allah. Ya mujibu du'ana bi'idhnillah ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Mufti na Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mkurugenzi wa Hija kwa kutupatia darweshi, na hapa ndo ameanza kazi yake. Huyu aliyopewa ni dua kuhakikisha nchi inakuwa na amani.